السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ndugu zangu Waislamu, leo biidhnillahi azza wa jalla tukumbushane kuhusiana na ibada bora ambazo inakuwa ni vyema zaidi kuzifanya katika mwezi wa Ramadhani, na baadhi ya ahlul ilmi wameziita ibada ambazo yataakadu fi'luha fi shahr Ramadhan, inakuwa inakokotezwa kuzifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Hakika mwanadamu katika hali zake zote na masiku yake yote katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, anakuwa ni mwenye kufanya ibada. Hadi mwanadamu haishi katika hali au katika sehemu isipokuwa ni lazima awe mwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ima sana au amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kidogo, na watu wanatofautiana kutokana na movement zao katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna wale ambao wanaenda mbio na kuna wale ambao wanaenda mwendo wa kawaida, na kuna wale ambao mwendo wao umepungua zaidi na zaidi. Lakini ndugu zangu Waislamu, katika mawasimul khair, katika hii misimu ya khairi, hakika mja wa Allah subhanahu wa ta'ala anahitaji aongeze zaidi na zaidi, afanye zaidi na zaidi matendo yaliyokuwa mema, ayatazame matendo yaliyokuwa mema katika huu wakati uliokuwa bora, na wakati ambao ni miongoni mwa nyakati za misimu ambayo mja akifanya matendo basi hupewa thawabu zilizokuwa nyingi. Na katika huu mwezi huu ashahrul karim, huu mwezi mkarimu, mwezi ambao ni mubaraka, mwezi wa Ramadhani, zinakokotezwa na inapendeza zaidi na zaidi mtu kufanya kwa wingi hizi ibada ambazo tutazitaja. Ibada ya kwanza ni ibada ambayo inahusiana na mwezi huu, nayo ni ibada ya saumu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, enyi ambao mmeamini, hakika mmefaradhishiwa na mmelazimishwa kufunga, kama kutiba alal ladhina min qablikum, kama ambavyo wamefaradhishiwa na kulazimishwa wale waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate ucha Mungu. Kwa hiyo huu mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuweka kwamba ni maalum, kwamba ni lazima kwa kila Muislamu wa kiume na wa kike kufunga, lazima afungi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa ana iman ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa anatarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, atasamehewa madhambi yaliyopita. Na amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni adama lahu, matendo yote ya binadamu ya kwake, alhasanatu bi'ashri amthaliha, kila jema moja ambalo analifanya Muislamu basi hulipwa thawabu 10 kwa jema moja, ila 700 dhif, na analipwa zaidi na zaidi mpaka yanafika mema 700. Qala Allahu azza wa jalla, amesema Allah azza wa jalla, illa as-sawm, isipokuwa ibada ya saumu, fa innahu li,
hakika hii ibada ni ya kwangu, wa ana ajzi bihi, na mimi ndiye ninayelipa. Kwa maana yale mema yanalipwa, yani jema moja linalipwa kwa thawabu 10. Inawezekana ukalipwa 700, lakini saumu inalipwa zaidi na zaidi na zaidi, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameiegemeza katika nafsi yake, akasema hii ni ya kwangu, akaitukuza saumu, kwa sababu saumu ni jambo ambalo ni tukufu katika ibada, ni ashraful ibadat, ni katika ibada ambazo ni bora na ni tukufu. Akasema illa saumu, isipokuwa saumu, fa innahu li, ni ya kwangu mimi, wa ana ajzi bihi, na mimi ndiye ninayelipa, kwamba nailipa ujira mkubwa. Innahu taraka shahawatahu wa ta'amahu, haka yeye mja ameacha matamanio yake, amehitajia tendo la ndoa mchana, ameliacha na akawa ameyaminya na kuyahifadhi matamanio yake, akawa ameliacha kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ameacha kumkumbatia mke wake kwa kuogopea inaweza kampelekea akafanya tendo la ndoa. Ameacha kumbusu mke wake kwa kuogopea inawezekana kampelekea kwenye tendo la ndoa, somo yake kaharibika. Lakini pia kaacha chakula chake, kaacha maji yake, vinywaji vizuri na vyakula vizuri, ameviacha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yote ameviacha min ajli Allah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ikawa hii ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kumlipa ujira uliokuwa mkubwa. Hili ni jambo la kwanza, ni saumu. Tumeona ujira wake, kwamba saumu inasababisha mtu kuwa mcha Mungu, kwamba saumu inasababisha mtu kupata maghfira kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba saumu inasababisha mtu kulipa ujira mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili katika ibada ambazo ni bora kuzifanya katika mwezi wa Ramadhani, ndugu yangu Muislamu, alqiyamu lis-salati an-nafilati fi al-layl, wa hiya salatu tarawih, ni kusimama kuswali swala za sunna, swala za usiku, hasa salatu tarawih. Salatu tarawih ina ujira mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, mwenye kusimama usiku wa Ramadhani akaswali swala za sunna, hasa salatu tarawih, kwa imani na kwa kutaraji ujira na thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atasamehewa madhambi yaliyotangulia. Kwa hiyo mtu atasamehewa madhambi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yani madhambi yaliyokuwa nayo yatasamehewa kwa sababu ya kuswali salatu tarawih na kuswali swala nyingine za sunna. Wal afdal an yusalli fi jama'ati, na iliyokuwa bora kama salatu tarawih aiswali katika jamaa. Salatu tarawih inafaa kuiswali peke yako na inafaa kuiswali katika jamaa, lakini kuiswali katika jamaa ni bora, kwa sababu ukiswali katika jamaa utasamehewa madhambi ya Allah, madhambi yako. Ukiswali katika jamaa utasamehewa madhambi yako na Allah subhanahu wa ta'ala, na utapata thawabu za kuswali usiku mzima. Utakuta ndugu Muislamu, unaswali nyuma ya imamu, unatumia nusu saa kuswali salatu tarawih, au unatumia lisali moja au masaa mawili kuswali salatu tarawih, lakini maadamu umeswali nyuma ya imamu unaandikiwa umeswali usiku mzima. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man salla ma'a al-imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu layla. Man salla ma'a al-imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu layla, mwenye kuswali pamoja na imamu mpaka akamaliza, yani umeswali na imamu kuanzia mwanzo mpaka mwisho, basi utaandikiwa kwamba wewe umeswali, utaandikiwa thawabu za mtu ambaye ameswali usiku mzima. Na hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala, anawafadhilisha awatakao katika waumini. Kwa hizi utazipata pale ambapo utakapokuwa umeswali salatu tarawih pamoja na imamu kwa jamaa. Lakini vile vile ndugu zangu, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atampa tawfiq akaswali Lailatul Qadr, atakayepewa tawfiq akaswali usiku wa Lailatul Qadr, yani Allah kamwezesha ile swala yake ikawa imeingia ndani ya Lailatul Qadr, pia atasamehewa madhambi yaliyopita. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mwenye kusimama kisimamo usiku akaswali
salatu tarawih, akaswali swali ya sunna, akaswali usiku wa Lailatul Qadr kwa iman na kwa kutaraji ujira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Hadithi imepokea al-Imam Ahmad. Kwa hiyo aqallu ma yajidu al-abd ba'da Ramadhan al-maghfirah, jambo dogo ambalo atalipata mja katika mwezi wa Ramadhan ni kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. As-sawm yajlibu al-maghfirah, saumu inaleta msamaha, saumu inaleta ucha Mungu. Ukisimama usiku ukaswali ukiwa peke yako unapata ucha Mungu na maghfirah, unasamehewa. Ukisimama usiku wa Lailatul Qadr ukaswali, hakika unasamehewa. Ukisimama na imamu ukaswali salatu tarawih mpaka imamu akamaliza, basi pia unasamehewa madhambi, lakini pia unaandikiwa thawabu za mtu ambaye ameswali usiku mzima. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akataja kwamba amepata hasara yule ambaye Ramadhani ameidiriki Ramadhani lakini akawa hajasamehewa. Imeingia Ramadhani lakini ukawa hujasamehewa. Raghima anfu abdin dakhala alayhi Ramadhan lam yughfar lah thumma lam yughfar lah, amepata hasara mja ambaye ameidiriki Ramadhani akawa hajasamehewa, hajasali salatu tarawih, hajafunga au hajafanya kadha, Ramadhani ikampita bila kusamehewa. Kwa sababu kikawaida mtu akiingia katika mwezi wa Ramadhani akafunga, akasali salatu tarawih, akafanya kadha na kadha, lazima atapata maghfira min Allah azza wa jalla. Na hii ni daraja ya chini kabisa. Ama daraja iliyokuwa ya juu katika mwezi wa Ramadhani ni mtu kufikia katika maghfira, mtu akaandikiwa qiyamul layl kama msali usiku mzima, mtu akawa amepata ucha Mungu, hali yake akabadilika baada ya mwezi wa Ramadhani, ikawa katika hali ambayo ni bora zaidi kuliko hali nyingine. Kwa hiyo lazima na inapendeza kwa kila Muislamu ajitahidi kusali salatu tarawih na ajitahidi kufanya khairi mbalimbali. Hii ni ibada ya pili. Ibada ya tatu, al-ikhtaru min qira'ati al-Qur'an al-Karim, mtu akizidishe kusoma Qur'an. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mwezi wa Ramadhani alikuwa anasoma sana Qur'an, mpaka Jibril alayhi salatu wasalam alikuwa anateremka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anamsomesha Qur'an Mtume alayhi salatu wasalam. Na hadithi katika Sahih Bukhari ameipokea kwa Abdullah ibn Abbas kwamba Jibril alikuwa akimsomesha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Qur'an katika mwezi wa Ramadhani. Wamesema ahlul ilmi yustahsanu lilmar'i ay yutimma alqur'ana walau marra, inapendeza kwa mja kama wanavyosema ahlul ilmi kwamba aisome Qur'ani kiukamilifu walau kwa mara moja, aikamilishe Qur'ani kuisoma ndani ya mwezi wa Ramadhani walau mara moja, walau mara moja, yani isimpite Ramadhani isipokuwa walau afanye khatma moja ya Qur'an, aitimishe walau mara moja Qur'an. Haipendezi kupita Ramadhani hali ya kuwa hujasoma Qur'an na hali ya kuwa hujasoma Qur'an ukawa umemaliza walau mara moja, lakini inapendeza walau mara mbili, walau mara tatu. Na salafu salih wakimaliza Qur'ani kila baada ya siku 7 wanasoma Qur'ani wanaimaliza, kila baada ya siku 7 wanasoma Qur'ani na wanamaliza. Salafu salih, hii ndio ilikuwa ni hali ya salafu. Ibada ya 4 katika ibada ambazo ni bora zaidi katika mwezi wa Ramadhani, it'amu at-ta'am was-sadaqat wal-karam wal-jud, ni kulisha chakula, kutoa sadaqa, kuwa mkarimu katika mwezi wa Ramadhani. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na ajwada an-nas fi Ramadhan, alikuwa na ajadu an-nas fi jamii al-ahwal. Mtume alikuwa ni mkarimu zaidi kuliko watu katika hali zote alayhi salatu wasalam.
kana akramul khalq sallallahu alayhi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mkarimu zaidi kuliko viumbe wote alayhi salatu wasalam. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadhan, na alikuwa ukarimu wake zaidi sallallahu alayhi wasallam unazidi zaidi katika mwezi wa Ramadhan. Fala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rih al-mursala, kwa hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mkarimu zaidi wa khairi, wa kufanya khairi kuliko upepo ambao umeenea, upepo ambao umevuma kwa umeenea. Ile haraka ya upepo na kule kuenea upepo katika eneo, ndivyo ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa. Mtume alikuwa na uzidi upepo, alikuwa na ikramu ya haraka mno, na ikramu ambayo inawaenea watu, kila mtu, bali kila kiumbe. Ikramu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni yenye kumwenea, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, akawa ni khairun nas, akawa ni bora ya watu, akawa ni afdalul khalq, ni bora ya viumbe wote alayhi salatu wasalam, akawa ni rahmatan lil alamin, na ndio maana Mtume akawa ni rehema kwa walimwengu wote, ni arrahmatul muhda sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo katika kumuiga Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kuwalisha watu katika mwezi wa Ramadhan, uwalisha katika hali mbalimbali, lakini pia kuwalisha katika mwezi wa Ramadhan, kuwasaidia watu katika mwezi wa Ramadhan. Ndugu zangu Waislamu, ndugu nyote ambao mnanitazama, as-sadaqatu laha atharun kabirun fi sayd al-insani ila dari al-akhirah. Sadaqa ina athari kubwa katika mwenendo wa mwanadamu kuelekea akhira. Sisi wote tunatembea tunaelekea akhira, miongoni mwa mambo ambayo yatakusaidia akhira ni sadaqa, kwa sababu sadaqa ina manufaa makubwa. Sadaqa inafuta madhambi, inazima moto. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, khairun nasi anfa'uhum linnas, bora ya watu ni yule ambaye anawanufaisha watu, anawanufaisha kwa sadaqa, anawanufaisha kwa kuwalisha chakula, anawanufaisha kwa kuwasaidia, anawanufaisha kwa maneno yaliyokuwa mazuri, anawanufaisha kwa hali mbalimbali. Mtu ambaye anawanufaisha watu kwa namna mbalimbali anapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ahabbu an-nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas, mtu anayependeza zaidi na anayependwa zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko wengine ni yule ambaye anawanufaisha. Wa ahabbu al-a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslimin, na matendo ambayo yanapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ile furaha ambayo unaingiza kwa Muislamu. Ile furaha unayompa Muislamu ni jambo ambalo linapendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Au takshifu anhu kurba, au kumuondolea matatizo. Mtu alikuwa na matatizo, yani matatizo yako kayaondoa. Au taqdi anhu daynan, au kawa umemlipia deni. Mtu alikuwa anadaiwa, ukalilipa deni analodaiwa. Au tatrudu anhu ju'an, au ukawa umefukuza ile njaa aliyokuwa nayo. Mtu alikuwa na njaa ukampa chakula, na hasa katika huu mwezi wa Ramadhani. Ni Waislamu wangapi ambao wanafunga hawana futari? Ni Waislamu wangapi wanafunga hawana daku? Ni Waislamu wangapi ambao hawana chakula? Wao wanachemsha uji na kunywa uji ambao hauna chumvi wala hauna sukari. Ni Waislamu wangapi? Wale wote ambao wana uwezo wasiwache Waislamu wakafunga au wakaishi katika mwezi wa Ramadhani au nje ya mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa na njaa. Haipendezi kwa Muislamu akala chakula hali ya kuwa jirani yake ana njaa, haipendezi. Haipendezi ukalala una vyakula vinakutosha na vingine ni vya ziada hali ya kuwa jirani yako ana njaa. Lazima umsaidie ndugu yako. Kuisimamia haja ya Muislamu mwenzako ni bora zaidi, kama alivyoelezea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wala an amshiya ma akhi li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadha almasjid shahran, yani masjid an-nabi, masjid al-Madina, masjid Rasulillah sallallahu alayhi wasallam.
Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mimi kukaa itikafu kumsaidia kwenda na Muislamu, kwenda na ndugu yangu Muislamu kwa lengo la kumaliza haja yake. Nikaenda hospitali, alikuwa anaumwa, ili nikamlipie dawa, nikamlipie bili ya yale maradhi, nikaenda naye sokoni nikamnunulia chakula, nikaenda naye badukani nikamnunulia nguo. Kuna mayatima katika mwezi wa Ramadhani wanafikiria nguo siku ya Eid, wanafikiria chakula, nikaenda nao, nikaenda nikawasaidia. Kuna watu mbalimbali, maustadhi na maimamu, muadhinun, kuna watu mbalimbali, wajane, maskini, mayatima, watu wasiojiweza katika namna mbalimbali, vipofu wa maila dhalika, ukatoka nao ukaenda kuwasaidia haja yao. Ni bora kuliko kaa itikafu mwezi mzima katika msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni bora, ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hii ni ibada ya kutoa na kusaidiana, ipo katika miezi yote, lakini katika Ramadhani ni zaidi na zaidi na zaidi. La shaka kuna hadithi ambazo zimekuja kutaja ujira wa kumfuturisha aliyefunga. Kama ukimfuturisha aliyefunga utakuwa na ujira sawa na yeye mpaka amalize kula au mpaka ashibe, unapata ujira mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Malaika wanakuombea dua kwa sababu ya kumlisha mtu ambaye amefunga mpaka ashibe au mpaka amalize kula chakula. Lakini si hivyo tu, unapata ujira kama vile ujira aliyoupata. Hili ni jambo la 4 katika ibada. Ama jambo la 5 katika ibada ambazo inabidi tuzifanye kwa wingi katika mwezi wa Ramadhani, qasdu almasajid umuman lilibadati wa liajli al-i'tikafi khasa, kuikusudia misikiti kwa lengo la kufanya ibada mbalimbali na hasa itikafu, na vile vile bil khusus almasajid 3, misikiti mitatu: msikiti wa Makkah, Masjid al-Haram wa Masjid al-Nabawi, msikiti ulioko Madina wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa Bait al-Maqdis, na msikiti wa Bait al-Maqdis, Masjid al-Aqsa. Kuikusudia msikiti hii kwa lengo la ibada, kulazimiana na msikiti kwa lengo la ibada, na hasa hii misikiti mitatu: msikiti wa Mtume, msikiti wa Makkah na msikiti ulioko Palestina. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aikomboe Palestina kutoka kwa makafiri Mayahudi na irudishe katika mikono ya Uislamu, na wanusuru ndugu zetu wa Palestina kutokana na vitimbi vya watu waovu na Mayahudi kwa ujumla. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la tushaddu rihal illa ila 3 masajid, haifai mtu kupiga safari ya kiibada isipokuwa katika misikiti mitatu. Haifai mtu akasafiri kwa ajili ya ibada, kwa ajili ya kukusudia msikiti fulani au kukusudia kitu fulani ambacho ni kieneo, isipokuwa katika misikiti mingapi? Mitatu: Al-Masjid al-Haram, msikiti wa Makkah, Masjid al-Haram, wa masjidi hadha, na msikiti wangu huu, yani msikiti wa Madina, wa Masjid al-Aqsa, na msikiti wa Aqsa ulioko Palestina. Kwa hiyo mtu akiweka nadhiri kuelekea katika hii misikiti mitatu, atatakiwa kuelekea katika misikiti hiyo, na hapo kuna upambanuzi ufatao. Mtu akiweka nadhiri kwamba atakaa itikafu au kufanya ibada katika Masjid al-Haram, ni wajibu afanye ibada kwenye Masjid al-Haram, msikiti wa Makkah. Haifai kuitekeleza hiyo nadhiri katika msikiti wa Mtume wala katika msikiti wa Bait al-Aqsa wala msikiti mwingine. Mtu akiweka nadhiri kwamba ataenda kukaa itikafu au ataenda kufanya ibada katika msikiti wa Mtume, itafaa kufanya katika msikiti wa Makkah na msikiti wa Mtume, haitofaa katika msikiti wa Bait al-Maqdis wala msikiti mwingine, kwa sababu msikiti wa Bait al-Maqdis uko chini ya msikiti wa Masjid al-Nabawi wa Masjid al-Haram. Mtu akiweka nadhiri kufanya itikafu au kufanya ibada katika Bait al-Maqdis, ataruhusiwa kufanya ibada hiyo, yani akauacha Masjid al-Aqsa akafanya Makkah au akafanya msikiti wa Madina,
au akafanya kwenye Baitul Maqdis, lakini hataruhusiwa katika misikiti mingine, kwa sababu misikiti mingine katika ubora iko chini kuliko Baitul Maqdis. Lakini mtu ikiwa atatoa nadhiri kwamba mimi nitafanya ibada au nitakaa itikafu katika msikiti wowote katika misikiti ya duniani, ataruhusiwa kufanya katika Baitul Maqdis, au ataruhusiwa pia kufanya katika msikiti wa Madina, au ataruhusiwa kufanya katika msikiti wa Masjid al-Haram, msikiti uliokuwa Makka. Haifai kuhama katika msikiti uliokuwa bora kuelekea katika ule ambao uko chini yake, lakini inafaa kuhama katika ule ambao ubora wake uko chini kuelekea katika ule ambao ubora wake uko juu yake. Nadhani nimeeleweka vizuri hapo. Kwa nini hii misikiti mitatu, msikiti wa Makka na msikiti wa Madina, msikiti wa Mtume na msikiti wa Bait al-Aqsa ulioko Palestina, kwa nini imehusishwa kwa huu ubora? Wanasema ulama kama Mtume sallallahu alayhi wasallam ameihusisha hii misikiti kwa huu ubora kwa sababu ya ubora wake, kwa sababu ukiswali katika msikiti wa Makka unapata thawabu nyingi kuliko thawabu ambazo tunazipata ukiswali katika msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ukiswali kwenye msikiti wa Mtume unapata thawabu nyingi kuliko utakaposwali katika msikiti wa Palestina, na ukiswali katika msikiti wa Palestina unapata thawabu nyingi kuliko thawabu ambazo unazipata katika misikiti mingine. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anakaa itikafu katika mwezi wa Ramadhani, lakini mwisho wa uhai wake alikaa itikafu katika al-ashr al-awakhir, katika 10 la mwisho. Mtume alayhi salatu wasalam alikaa al-ashr al-awakhir, na akawa ametaja ubora wa mtu kukaa katika al-ashr al-awakhir, na kwamba mtu aweze kuitafuta pia Lailat al-Qadri, akae kwa lengo la kufanya ibada nyingi. Al-amru as-sadis qasdu baiti llahi azza wa jalla lilumrah. Miongoni mwa ibada ya sita ambayo ni bora sana kuifanya katika mwezi wa Ramadhani, inafaa katika mwezi mwingine, lakini katika mwezi wa Ramadhani inakuwa ni bora zaidi na zaidi na zaidi, ni mtu kwenda kufanya umra katika mwezi wa Ramadhani. Ni bora ndugu yangu Muislamu, kama una uwezo kwenda kufanya umra ndani ya mwezi wa Ramadhani ukaifanya. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema umratun fi Ramadhan ta'dilu hajjatan ma'i. Umra katika mwezi wa Ramadhani ni sawa na ujira wa mtu ambaye amehiji na mimi. Kwa hiyo umra ambayo utaifanya katika mwezi wa Ramadhani unapata thawabu za mtu ambaye amefanya hija pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si kama unaandikiwa kama hija tayari ushafanya, hapana. Kama hujafanya hija lazima uifanye, lakini unaandikiwa ujira wa yule aliyefanya hija pamoja na Mtume. Ina maana umra ndani ya mwezi wa Ramadhani ina ujira mkubwa, ndugu zangu, ndugu yangu Muislamu. Na hii hadithi ameipokea al-Imam Ibn Hibban katika sahihi yake. Kwa hiyo wale ambao wana uwezo wa kufanya umra, fanyeni umra katika huu mwezi wa Ramadhani. Wito kwa Waislamu ambao wana umra, ambao wana uwezo wa kufanya umra, wakafanya umra katika mwezi wa Ramadhani. Na kama wana uwezo wa kuwapeleka wengine katika umra, wawapeleke kufanya umra katika mwezi wa Ramadhani. Jambo la saba katika ibada ambazo ni bora zaidi kuzifanya katika mwezi wa Ramadhani, al-iktharu min ad-du'ai wal adhkari fi Ramadhan. Kukithirisha kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kukithirisha dua na kukithirisha dhikri katika mwezi wa Ramadhan. Naam, dua inakuwa kila wakati, lakini katika Ramadhan inakuwa ni akad, inakuwa inakupoteza zaidi, inapendeza zaidi katika mwezi wa Ramadhani. Na Allah subhanahu wa ta'ala hairejeshi dua ya mtu aliyefunga. Mtu kama kafunga, basi akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dua yake anaipokea maadamu kafunga. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema thalathatun la turaddu da'watuhum, watu watatu maombi yao na dua zao hazikataliwi, Allah anazipokea kabisa. As-saimu hatta yuftira, mfungaji mpaka afturu. Wewe maadamu umefunga uko katika hali ya saumu, basi ukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala dua yako inajibiwa. Wa imamun adil, mtawala mwadilifu, akiiombea nafsi yake na akaombea raia wake,
basi atajibiwa dua yake. Lakini pia inafaa sisi raia kuwaombea watawala, na hii ndio manhaji ya wema waliotangulia, kwamba wao walikuwa wanaombea watawala dua na kuwaombea kwa Allah awape maono yaliyokuwa mazuri. Watu wengi wamekuwa wanadhania kwamba kuwaombea watawala haifai, na watu wakiona unaombea watawala wanadhania kwamba wewe labda ni chawa au wewe ni kadha, wewe labda ushabukia hela. La, Uislamu unatutaka sisi tuwaombee watawala dua. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo dua zinakubaliwa ni mtu aliyefunga akimwomba Allah, dua itakubaliwa. Mtawala akiombea nafsi yake, dua itakubaliwa. Akiombea raia wake na pia dua itajibiwa. Lakini pia inafaa kwa raia kumwombea nani? Kumwombea mtawala wao. Tumuombee rais wetu, mtawala wetu, viongozi wetu wa serikali, tuombee dua ili Allah subhanahu wa ta'ala awape maoni yaliyokuwa mema, waweze kuyafanya yaliyokuwa mema kwa ajili ya raia na kwa ajili ya Watanzania na kwa ajili ya wananchi. Wa da'watul madhlum, na dua ya mtu mwenye kudhulumiwa. Ogopa ndugu yangu Muislamu, dua ya mtu mwenye kudhulumiwa. Dua ya mtu mwenye kudhulumiwa yarfa'uha Allah anainanyua fawqa al-ghamam, inaenda juu mpaka juu ya mawingu, huko inaenda mpaka watuftahu lahu abwaba as-samaa, watuftahu laha abwaba as-samaa, hiyo dua inafunguliwa milango ya mbinguni. Fayaqulu Rabbu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kumwambia huyo mtu au kuiambia hiyo dua, wa izzati wa jalali, na apa kwa utukufu wangu, na apa kwa utukufu wangu na jalali yangu, la ansurannaka walau ba'da hin, nitakunusuru walau baada ya muda kadhaa. Kwa hiyo kama unafanya dhulma, unamdhulumu fulani, unamdhulumu yule, unamdhulumu mwingine, unamdhulumu mwingine, wewe fanya dhulma, Allah anakuacha. Lakini ipo siku wale uliowadhulumu Allah atawanusuru, na wewe Allah subhanahu wa ta'ala atakuadhibu. Kwa hiyo tukithirishe kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, tufanye adhkari katika huu mwezi wenye baraka, tufanye adhkari kwa wingi, tuseme la ilaha illa Allah. Tukithirishe kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tukithirishe kusema astaghfirullah wa atubu ilayhi. Tukithirishe kusema kuomba dua na kufanya adhkari mbalimbali, subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Tukithirishe kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, tukithirishe kufanya istighfar kwa namna mbalimbali ili Allah subhanahu wa ta'ala apate kutusamehe. Alhasil ndugu zangu Waislamu, kwamba dua ambazo ni wajibu kuzifanya kwa kila mmoja, yani ibada ambazo ni zinapendeza kuzifanya zaidi na zaidi, ibada ambazo inapendeza kuzifanya zaidi na zaidi katika mwezi wa Ramadhan ni ibada 7. Ibada ya kwanza ni funga ambayo ni maalum kwa mwezi wa Ramadhan. Ibada ya pili ni salatu tarawih na kukithirisha kusali swala nyingine za sunna. Ibada ya tatu kukithirisha kusoma Qur'an. Ibada ya 4 kuwalisha maskini na kuwasaidia wale wenye haja. Ibada ya 5 kukusudia msikiti kwa lengo la ibada, na hasa misikiti mitatu: msikiti wa Makka, Masjid al-Haram, msikiti ambao ndani yake kuna al-Kaaba, lakini vile vile msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na Baitu al-Maqdis. Kwa yule ambaye hana uwezo atafanya itikafu katika msikiti ambao uko jirani na kulazimia na msikiti ambao uko jirani naye. Lakini pia ibada ya 6 qasd Baiti al-Haram lil-umra, kusudia baiti ya Allah, nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya umra. Mtu asafiri aende Makka kwa lengo la kufanya umra. Ibada ya 7 al-iktharu min ad-du'a wal adhkar, mtu akithirishe kufanya dua na kufanya dhikri za aina mbalimbali. Almuslim la budda an yajtahida fi mawasim alkhair, Muislamu inabidi ajitahidi katika misimu ya khairi, liyazdada thawabu, ili thawabu zake ziwe nyingi. Mtu ajitahidi katika hii misimu ya khairi, misimu ya Ramadhan, ajitahidi kufanya ibada mbalimbali ili thawabu ziongezeke. Fala yanbaghi li'abdin adraka ramadhana
an yataamala ma'a al-ibadati allati fihi taamul ada. Haifai kwa mtu ambaye ameidiriki Ramadhan aamiliane na ibada muamala wa ada kama vile kawaida tu, siku za kawaida. Yani ndani ya Ramadhan afanye ibada kama vile alivyokuwa anafanya ibada katika mwezi wa Shawwal, mwezi wa Dhulqaada, katika miezi mingine ya kawaida. La abadan, inatakiwa ipatikane nyongeza katika mwezi wa Ramadhan. Yambaghi lahu an yataamala ma'aha taamula tarbiyatan nafs. Inatakiwa mtu aamiliane katika mwezi wa Ramadhan katika zile ibada, afanye ibada hali ya kuwa zile ibada zimsaidie kulea nyoyo, kuzitakasa nyoyo, ajipe mazoezi ili aweze kufikia katika ucha Mungu kupitia zile ibada na matendo yaliyokuwa mema ambayo anayafanya katika mwezi wa Ramadhani. Kwa maana mpaka mwezi wa Ramadhani unaondoka, basi usimwache isipokuwa yeye hali ya kuwa ni mcha Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tukithirishe sana kufanya ibada, na hasa hizi ibada ambazo tumezitaja katika hii kalima yetu na katika hizi nasaha zetu na haya mauidha yetu, kwamba mtu akithirishe kuzifanya hizi ibada ili aweze kupata thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Pata faida mbalimbali kutoka Markaz Imam Al-Muzani na nje ya Markaz Imam Al-Muzani kupitia chaneli yako pendwa ya Al-Muzani Online TV.